ambapo nafasi ya kwanza imeshikiliwa na JKT Tanzania ambaye yeye kwenye mechi 10 amejikusanyia alama 17, huku Young Africans mechi 6 amejikusanyia alama 16. Kwa mechi 6 za Young Africans na kujikusanyia alama 16 Juma Shabani, mechi 10 alama 17 kwa pana JKT. Umegundua kitu gani hapo? Ligi ngumu ya msimu huu kwa sababu tunazungumza JKT Tanzania kuwa ndo vinara, si ndio? Wameimaliza msimu wa nusu msimu, lakini mechi hazijatamatika kwa sababu tuseme wamemaliza mwaka. Yes, wamemaliza mwaka wakiwa na pointi 17 na wakiwa kileleni. JKT ya msimu uliopita tulikuwa tunaizungumza ni moja kati ya timu ambazo zinazopambana kuhakikisha zinaingia kwenye upande wa top 4, lakini kwa msimu huu kidogo tunaiona ikiwa inaongoza ligi. Inawezekana wamecheza mechi nyingi, pointi ambazo walizokuwa nazo haziendani na mechi ambazo wametoka kuzicheza zaidi, lakini cha kuvutia zaidi ni hii consistency ambayo wako nayo. Japo nadhani mwalimu anatakiwa kuweza kulifanyia kazi swala la sare nyingi ambazo wamekuwa ambazo wamekuwa wanazipata JKT Tanzania, na kwa bahati mbaya ni kwamba baada ya mechi za jana mwalimu ataungana na timu ya taifa kwa ajili ya majukumu ya kwenda kuiandaa timu ya taifa kwa ajili ya AFCON. Lakini inaonyesha kwamba ligi ni ngumu na kila mmoja amekuwa ni mpinzani wa kutosha zaidi. Lakini kwa upande wa Yanga na hichi ambacho wamekifanya kwa upande wa jana, unaona kabisa kwamba kuna namna ambavyo sio kila mechi ukaenda na matokeo yako wapi? Mkononi. Kwa sababu ukiangalia baada ya matokeo ya mechi ya saa 11, matarajio ya mashabiki wengi wa Yanga ilikuwa ni kuiona kwamba anaenda kwenda kuifunga goli nyingi Coastal Union, kutokana na aina ya matokeo ambayo Coast walikuwa nayo. Hawajashinda mechi nyingi, wametoka sare mechi nyingi, kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba hii nayo pia ni mechi ambayo tutaenda kwenda kucheza kama mechi za kawaida. Lakini ulikuwa unaiona kadiri dakika zinavyobadilika, tempo ya mechi pia inaendelea kuwa ngumu zaidi kwa upande wa Young Africans. Abdul Mkenge, ni kweli Young Africans jana imetuonyesha tabia ya timu kubwa kwamba inaweza kucheza vibaya na ikapata matokeo? Ni kweli. Ukiwa timu kubwa, watu muda mwingine wanataka hiyo biliani. Inaweza isipatikane biliani, ukapatikana ugali, lakini watu wakanywa maji wakalala. Kwa maana wamekula na umeshiba. Sema tu chakula gani umekula? Umekula ugali. Lakini yule aliyekula biliani akanywa maji akalala, na yule kula ugali kwenye maji mkalala, wote mmekula. Jisemea Zuchu aliyekula kala. Kwa kwangu mimi hizo ndo tabia za timu kubwa. Tabia za timu kubwa ni hata kama inakuwa ngumu kiasi gani, tukio ambalo linaweza likapata ambalo lisiwafurahishe itakuwa ni sare. Lakini tukio ambalo watu wengi watanungunika, watasikitika, watashikilia mioyo, itakuwa ni ushindi. Yes. Kwenye mechi 6 kwa upande wa Young Africans, ni sehemu gani ambapo Juma unadhani Young Africans wanataka kuboresha? Yanga wanataka kuboresha pia kwenye eneo la ushambuliaji, si ndio? Of course wana washambuliaji 2 mpaka 3 ambao wako pale, kwa maana Prince Dube, Andy Boyel pamoja na Clement Mzize. Na Mzize tumeona kwamba amepata injury, hajauweza kuanza msimu, kwa maana kwamba watu wanamtarajia mwaka ukishapinduka wanaweza kuanza kuwa na mchezaji Clement Mzize. Eneo hilo nadhani wanatakiwa kuweza kuboresha, lakini sehemu nyingine nitarejea pia nilichokizungumza wiki iliyopita, eneo la fullback namba 3 Young Africans wanatakiwa kuweza kufanya kitu bora zaidi, kwa sababu Zimbo anaonekana kutimiza majukumu yake kwa 100%. Wasiwasi atakapokosekana Zimbwe, nani mbadala wa Mohamed Hussein Shabalala? Kwa maana Chadra Kiboka ambaye pia ukiangalia ndimtolea mfano hata wiki iliyopita, Boka hana tofauti sana na Kevin Kijili. Atakupa kasi, atakupa workload, lakini end product nadhani wana miss katika eneo hilo. Lakini